Juzi ilikuwa tarehe 24. Tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka huu 2025. Mara ya mwisho wakati nazungumza naye alikuwa anafanya rejea za harakati za michakato yake ya kupigania haki hapa nchini, na akawa anasema tarehe kama hiyo mwaka 2002, miaka 23 iliyopita. Zungumza tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 2002, siku hiyo, mkesha huo wa Christmas wa mwaka 2002 ulimkuta ndani Central Police, alikuwa mahabusu, na ndio ilikuwa kesi yake ya kwanza au malalamiko yake ya kwanza amepewa. Anasema anashtakiwa kwa makosa ya uchochezi, alikuwa anatuhumiwa kwa makosa ya uchochezi mwaka 2002 tarehe 24. Juzi wakati tunazungumza naye ilikuwa tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 2025, miaka 23 baadaye, Krismasi nyingine inamkuta yuko ndani. Sasa sio kwa makosa tena yale ya uchochezi, ya kutuhuma za uchochezi. Around this time anatuhumiwa kwa makosa ya uhaini. Kwa hiyo unaweza ukaona harakati zake tangia mwaka 2002 mpaka 2025, Mheshimiwa Tundu Lissu hajawahi kurudi nyuma. Amelala vituo vya polisi mahabusu, amewekwa ndani mara nyingi. Wote tunakumbuka 2017 kilichomkuta Dodoma pale. Amekuwa vile alivyo kwa maana ya hayo yaliyompata kwa sababu ya hizi harakati hizi za kupigania haki. Kwa hiyo ile damu ya Mheshimiwa Lissu ukichanja tu hivi, nafikiri na neno haki, mimi nafikiri kama vina uhusiano. Hakuna namna ambavyo anaweza kawepo, yani Mheshimiwa Lissu na haki vinaweza kutenganishwa. Hakuna namna hiyo. Kwa hiyo anaamini katika haki. Anaamini kila mtu anapaswa kupata haki yake kwa mujibu wa sheria. Na anaamini kwamba haki haiombwi, haki inapaswa kupiganiwa. Na yeye yuko mstari wa mbele kama nilivyosema, kuanzia historia yake mwaka 2002 mpaka sasa. Nafikiri ni miongoni mwa binadamu wachache ambao wameongoza harakati na mapambano dhidi ya haki tangia 2002 mpaka sasa. Regardless, bila kujali amepitia hatua gani, amevuka vilima na mabonde vya namna gani, amekutana na vikwazo vikubwa kwa kiwango gani, vingine vimetishia mpaka uhai wake, vingine kama binadamu wa kawaida unaweza kusema ameponea kwenye tundu la sindano, lakini bado yuko imara na bado safari yake ya kupigania haki inaendelea.